Na mtazamaji, asante kwa kubaki nasi. Tunaendelea na habari za michezo na burudani. Karibu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaongeza bajeti ya Baraza la Michezo na kutoa udhamini kwa vilabu ili kuongeza ufanisi na kupata utulivu utakaochangia kufanya vyema katika ngazi ya kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Dr. Mwinyi, mgombea wa rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wanamichezo na wanamazoezi ya vikundi vya mazoezi. Serikali itaendelea kufanya kila njia kutoa udhamini, kuongeza bajeti ya Baraza la Michezo, lakini kutoa udhamini wa moja kwa moja kwa timu zetu mbalimbali, lakini tutazishajihisha sekta binafsi ikiwemo taasisi za serikali kama ZSSF, PBZ, Zura na wengine waendelee kutoa udhamini kwa michezo hapa nchini. Mbali na hilo, Dr. Mwinyi amesema serikali itajenga vituo maalum vya kukuza vipaji na kujenga bwawa la kimataifa la mchezo wa kuogelea katika kijiji cha Fumba. Kwenye eneo la kuibua vipaji, katika hivi viwanja nilivyovitaja tunavyovijenga, viwili vitakuwa ni academies, yani ni viwanja maalumu kwa ajili ya kukuza vipaji. Kwa hiyo katika wilaya zetu 11 na katika mikoa yetu 5, kila tukigundua kuna kipaji, tutakuwa tunachukua kile kipaji tunakipeleka katika academies zetu, wanalelewa kwenye academies kabisa, ili baadaye tupate wachezaji wengi wa michezo mbalimbali ambao wataajiriwa ndani ya nchi, lakini vile vile nje ya nchi kwenda kufanya michezo katika maeneo mbalimbali. Lakini pool lile la Olympic size pool tumelipanga kulijenga katika mradi wetu mpya wa Afcon City au utakaojengwa kule Fumba. Tutakuwa tuna swimming pool ya Olympic size. Kwa vijana wetu wote wale wapenda michezo ya kuogelea watapata mazingira mazuri sana katika uwanja ule wa Fumba kule. Nao baadhi ya wanamichezo walioshiriki matembezi hayo na mazoezi ya viungo wakaelezea namna walivyoguswa na utekelezaji wa ilani katika sekta ya michezo. Anachakutana nayo, lakini kundi la wanamichezo bado. Kwa hivyo yeye mwenyewe katika kukaa kwake kakumbuka na katukumbuka, kwa sababu wanamichezo ametufanyia mengi. Sisi karate ilikuwa tuko chini, lakini tumejiunga na mashirikisho ya kimataifa makubwa mawili, WKF na Japan Karate Association Federation. Hii kutokana na sera zake kwamba michezo jiunge katika mashirikisho ya kimataifa ili iletee sifa Zanzibar. Kundi haya michezo naamini tumehamasika sana. Kazi kubwa aliyofanya rais wetu wa Zanzibar Dr. Mwinyi katika kutuhamasisha wana michezo, kutujengea viwanja mbalimbali vya michezo, na bado ahadi anaendelea kuzitoa. Kazi haya yalianzia bwawani na kumaliza viwanja vya michezo Maisara na kuwashirikisha wana michezo kutoka maeneo mbalimbali ya Unguja. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Timu ya taifa ya wanawake mpira wa miguu maarufu kama Twiga Stars imewasili salama nchini Ethiopia tayari kwa ajili ya mchezo wa marudio dhidi ya Ethiopia katika harakati za kufuzu mashindano ya AFCON 2026 yanayotarajiwa kufanyika nchini Morocco hapo mwakani. Wakizungumza mara baada ya kuwasili, kocha mkuu na nahodha wa kikosi hicho wameeleza hamasa kubwa walionayo na matumaini ya kufanya vizuri ili kufuzu mashindano hayo, na ikumbukwe kuwa Twiga Stars iliibuka na ushindi wa magoli 2-0 mchezo wa awali uliopigwa hapa nchini. Kwa ujumla matayarisho tangu tumeanza kambi yetu yamekwenda vizuri na tayari tumecheza mchezo wa kwanza ambao tumebahatika kupata matokeo ya ushindi kwa magoli 2-0. Muda huu ambao tuko nao sasa ni matayarisho kwa ajili ya mechi ya marudiano na yamekwenda vizuri pia mpaka kufikia leo. Ni matumaini yangu kabisa kwamba tuna nafasi ya kufanya vizuri. Mpaka kufikia leo hakuna taarifa yoyote ya mchezaji ambaye ana shida kwa maana ya majeruhi. Maandalizi ni mazuri, tumefanya mazoezi leo, tutafanya tena mazoezi kesho. Tunasikiliza maelekezo ya mwalimu nini atatuambia kwa ajili ya kwenda kufanyia kazi kwenye mchezo uliobaki. Vijana mkoani Njombe wamehimizwa kuongeza bidii ya kushiriki katika michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa pool table ambao umetajwa kuwa na mwamko mdogo kwa vijana, hali inayosababisha kukosa fursa zinazotolewa na wadau wa michezo katika mashindano yanayoandaliwa. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe.
Mashindano ya Mwechi Mpya Pool Table yanayofanyika mkoani Njombe yamewakutanisha wachezaji 14 kutoka mikoa ya Mbeya, Iringa na Njombe, ambapo kwa upande wa mkoa wa Njombe idadi ya vijana waliojitokeza kushiriki imetajwa kuwa ni ndogo ikilinganishwa na mikoa mingine. Sasa kutokana na mkoa wa Njombe kuwa umelala sana, tumekuja kutia hamasa, kuwaamsha, kwa sababu pool table ni mchezo kama michezo mingine, kama ilivyo football, ilivyo netball, volleyball. Kwa hiyo tumekuja kutia hamasa, mkoa huko nyuma sana, na tumekuja kuwaamsha vijana walio wengi hawajui kucheza sheria mpya, bado ni waoga. Aidha, mwenyekiti huyo ametoa rai kwa serikali kuendelea kuitupia jicho michezo mbalimbali ili kuongeza hamasa kwa vijana kucheza. Kama serikali itageukia upande wa michezo, inaweza robo 3 au robo au nusu watu wote wakawa wameajiriwa upande wa michezo. Kwa hiyo huko serikali ugomvi utakuwa mdogo sana. Naye mdhamini wa mashindano hayo Edgar Mtitu ameeleza dhamira yake ya kuwainua vijana kupitia mchezo wa pool table mkoani Njombe. Vijana waamke. Unajua mimi plani yangu ni nini? Plani yangu natamani Njombe tutengeneze timu. Ipatikane timu ambayo tunatamani ishiriki hata mashindano ya kimataifa. Ishiriki mashindano ya kitaifa. Ishiriki mashindano mbalimbali. Umeona juzi hapa ameenda kucheza South. Kwa upande wao, baadhi ya wachezaji wanaoshiriki mashindano hayo akiwemo mchezaji wa kike wameeleza kuna wengine kama leo hapa wameshindwa kushiriki mchezo kwa ajili ya kuogopa watu ambao wamekuja kucheza. Mashindano ya pool table yanatarajiwa kuwa chachu ya kuhamasisha vijana wengi mkoani hapa, ambapo mshindi wa kwanza ametajwa ataibuka na kitita cha shilingi 700,000. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Umoja wa wachezaji wa zamani umetoa wito kwa wanachama wake na wadau mbalimbali wa michezo nchini kujitokeza kupiga kura katika uchaguzi mkuu ifikapo Oktoba 29 ili kutimiza haki yao ya msingi kikatiba ya kuchagua viongozi wanaowataka kwa maendeleo ya taifa. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa UMSOTA Paul Lusozi wakati wa mahojiano na Channel 10 Michezo. Amesema kuwa kupiga kura ya kiongozi unayemtaka ni haki ya kikatiba, hivyo wadau wa michezo wanapaswa kuitekeleza ipasavyo. Kuhakikisha kwamba maveterani wa soka Tanzania wanajiandikisha na kupiga kura siku ya 29 kwa sababu ni haki ya kila Mtanzania. Hii inahamasisha wanamichezo wote tujitokeze kwenda kupiga kura, kuchagua chama ambacho wanakipenda kwa sababu nchi yetu iko katika vyama vingi. Iko haja ya kuhudhuria na kuweza kumchagua kiongozi ambaye katika kampeni umeona sera zake yeye zimekupendeza na zinaweza kutufikisha pale tunapokusudia. Mwandaaji wa matamasha ya mziki wa Injili nchini Alex Msama amewaomba wadau wa mziki pamoja na wasanii mbalimbali kuendelea kuhamasisha wananchi kupiga kura kwa amani, hususan katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Msama ameyasema hayo katika mahojiano maalum na Channel 10 ambapo amesema kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kampeni zake amekuwa akihubiri amani, hivyo ni vyema wasanii waimbaji kutumia vipaji vyao kuwaomba Watanzania kutunza amani na kujivunia Utanzania. Nimeendelea kuzungumza kupitia vyombo vya habari mbalimbali ni kwamba nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya amani. Ni nchi ya amani, ni nchi ya utulivu. Amani hii tumeachiwa na waasisi wetu. Tumeachiwa na wazee wetu. Wametuachia amani yetu. Hii amani lazima tuilinde kwa nguvu zote, kwa hali yote, kwa namna yoyote. Tusikubali, tusishawishike, tusidanganywe, tusiingie katika mtego wa aina yoyote ile. Uchaguzi upo, tunapiga kura tarehe 29. Ninawaomba Tanzania wenzangu, baada ya uchaguzi ukimalizika, maisha yanaendelea kama kawaida. Na mtazamaji, tumefikia tamati katika upande wa habari za michezo na burudani, na tumehitimisha habari ya kutwa nzima ya leo hapa Channel 10 Plus. Ulikuwa nami Pauline Mvungi. Asante. Sawa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku
kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa, hususan katika pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Tafadhali chukua tahadhari. Mifumo ya anga inatuonyesha kuongezeka kwa viashiria vya mvua, hususan katika pwani ya kaskazini, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu. Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa tahadhari ya matarajio ya vipindi vya mvua kubwa, hususan katika pwani ya kaskazini, ikijumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Tafadhali chukua tahadhari. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka mamlaka ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.